Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Katika hatua ya kihistoria ya kuimarisha elimu ya ufundi na teknolojia nchini, serikali ya Tanzania imepeleka walimu 150 wa amali nchini India kwa mafunzo maalumu ya kitaaluma. Safari ya walimu hawa ni ya kimkakati, ikilenga kuwajengea uwezo wa kisasa ili waweze kufundisha kwa vitendo, ubunifu na ufanisi zaidi. Hii safari itakuwa na milima na mabonde. Kuna kuteleza na kujaribu kusimama. Lakini jambo la uhakika, hakuna kurudi nyuma. Kajifunzeni mbinu mpya na muwe tayari kuzitumia. Hatuendi kufanya utalii. Tunaenda kujifunza. Tunaamini mtakaporudi tutaona mabadiliko makubwa sana katika namna ya ufundishaji, katika namna ya kuhamasisha mafunzo ya amali. Tukio hili la kuwaaga walimu wa masomo ya amali kwenda India kujifunza kuhusu taaluma yao ni ushahidi kuhusu ukweli huo. Kujifunza hakukomi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, anasema walimu wa amali wana nafasi kubwa katika kutekeleza sera ya elimu kwa vitendo. Amesisitiza kuwa mageuzi ya elimu yameshaanza kwa kasi na dhamira ya serikali ni kuhakikisha hayasimami njiani. Safari ya mageuzi tumeenda nayo hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza ilikuwa mitaala mipya inayoendana na sera mpya ilianza kutekelezwa darasa la 3. Hawa darasa la 4, la 5, la 6, la 7 walibaki kwenye mtaala wa zamani. Ilianza kutekelezwa kidato cha kwanza. Kidato cha pili, cha 3 na cha 4 mtaala wa zamani. Tumeanza kutekeleza kidato cha 5, cha 6 mtaala wa zamani na elimu ya walimu kadhalika. Na lengo lake ilikuwa ni kutokufanya kila kitu kwa mkupuo, tusije tukaleta mparaganyiko. Na ili tuwe na umakini mkubwa katika utekelezaji. Hii safari yenu ni sehemu ya safari ndefu ya kutekeleza mageuzi. Hii safari itakuwa na milima na mabonde. Kuna kuteleza na kujaribu kusimama. Lakini jambo la uhakika, hakuna kurudi nyuma. Sote tunajua maono ya rais wetu kwenye elimu. Wajibu wetu ni kutafsiri maono hayo kuwa ni ukweli wa maisha katika elimu yetu. Na wajibu wetu ni kutafsiri matumaini ya Watanzania kuwa ni mafanikio ya uhakika katika elimu yetu. Ndio maana ya safari hii. Leo mnapelekwa kwa sababu nyinyi ni walimu wa amali ufundi. Ili watu waelewe, ni amali inayozingatia uhandisi ambayo enzi hizo, ili mwanafunzi achaguliwe kwenda shule ya sekondari ya ufundi ambayo ilikuwa inaitwa Technical Secondary School. Tulikuwa hatuna Vocational Secondary School. Tulikuwa na shule za kilimo, lakini zilikuwa ni elimu jumla na kilimo kwa wingi, kama Kilosa, kama Kibiti, kama Ruvu. Na tulikuwa na sekondari za ufundi. Sio ufundi stadi. Ufundi. Na ili uende kule lazima uwe na uwezo zaidi. Na hasa katika hesabu. Na ajenda hii ni ajenda ya vijana. Ni ajenda ya kuandaa vijana wetu wawe na maisha bora zaidi, kwa sababu elimu imewaandaa vizuri sana. Ni ajenda ya watoto wetu. Ni ajenda ambayo tutakosea sana tukiahirisha, tukiikwepa, tukizembea. Ndio maana serikali imeamua kuwapelekeni India. Katibu wetu mkuu aliongoza timu. Aliona jinsi wenzetu walivyojitahidi kujipanga kutoa elimu ya ufundi kwa vijana wa India.
Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka walimu hao kuwa mabalozi wazuri wa taifa. Amesisitiza umuhimu wa nidhamu, kujifunza kwa bidii na kurejesha maarifa watakayoyapata kwa maendeleo ya nchi. Ndugu zangu, niwapongeze sana kwa kupata nafasi hii. Jiulize tu ni Watanzania wangapi, lakini tujiulize, tuko walimu 751 wa amali. Sisi 150 tumekuwa sehemu hiyo. Ndugu zangu, hili ni tukio la kwanza nadhani toka Tanzania yetu imepata uhuru. Moja, walimu wa amali mlikuwepo. Tumesikia kuna shule 7 za zamani, lakini kuna shule 2 ziliongezeka. Lakini walimu nyie, walimu wenzangu, hamjawahi kwenda kuangalia wenzetu wanafanya nini nje ya Tanzania hii. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, ni jambo la kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia fedha ambazo mnaenda kuzitumia kwa ajili ya safari hii na kwenda kupata elimu mpya ambayo mtakuja kuingiza nchini mwetu Tanzania. Ni idadi kubwa hii ya Watanzania sisi watumishi wa umma kusafiri kwa mara moja. Sijawahi kusikia kama tulishawahi kusafirisha watu 150 kwa mara moja kwenda nje ya nchi, kwenda kupata knowledge, kwenda kupata experience ambayo mtairejesha nchini mwetu kwa ajili ya future ya nchi hii. Ndugu zangu, wenzetu walioendelea, kuna nchi zinajiita developing countries, lakini tayari ni nchi ambazo zimeendelea, japo wanajiita ni nchi zinazoendelea. Kitu walichokifanya kikubwa ilikuwa ni kuwapeleka wasomi kama ninyi waende nje wakaangalie teknolojia zilizoko kule na kuzirudisha nyumbani na kuendeleza nyumbani. Tumepewa fursa hii, tumepata bahati hii sisi wa Tanzania 150 kwenda kule India kujifunza na kurudisha lile ambalo mnaenda kujifunza hapa nchini kwa ajili ya Watanzania wenzetu. Ndugu zangu, leo hii mimi ni mwenye furaha kuona kwamba idadi kubwa hii ya walimu mesimama hapa kutoka almost mikoa yote 26 ya Tanzania. Mnaenda kupata elimu hii ambayo mtairejesha Tanzania. Tuna walimu wa amali jumla ya 751 na ninyi 150 mmepata fursa hii ya kwenda kujifunza. Nendeni mkajifunze. Hili ni jambo kubwa sana ambalo linafanyika kwa mara ya kwanza. Kama nilivyosema, walimu 150 mnaenda kukaa siku 30. Jambo kubwa sana, na tumshukuru sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ufadhili huu mkubwa ambao unatokea kwa mara ya kwanza toka nchi hii imepata uhuru. Ndugu zangu, tunawaaga hapa. Sasa hatutazungumza kama tunavyozungumza kule kwenye send off. Lakini tunawafunda hivyo hivyo. Moja, nendeni mkajifunze kwa bidii na nidhamu. Pili, zingatieni maadili mema na uwakilishi mwema wa taifa letu. Mnapoondoka pale airport, mnaondoka kama Watanzania. Mtu yoyote atakapokuona kule India umevaa scarf kama mwalimu aliyekuja hapa, hujavaa scarf kama mimi, lakini unaiwakilisha Tanzania, hakikisha unakuwa na maadili mema, unaiwakilisha nchi yetu kule nchi za nje.
3, kajifunzeni mbinu mpya na muwe tayari kuzitumia. Hatuendi kufanya utalii. Tunaenda kujifunza. Ili tukirudi, haya mazingira ambayo tayari Mheshimiwa Rais wetu ametuandalia, mazingira ya kufundishia na kujifunzia, tukirudi sasa ile knowledge ambayo tunaipata kule, experience ambayo tunaipata kule, tuje impact kwa vijana wetu ambao sisi tumepewa dhamana ya kuwafundisha wajifunze kutoka yale ambayo tumeenda kujifunza kule. Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo ameishukuru serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha mafunzo hayo. Amesema ushirikiano wa wadau wa elimu ndio msingi wa mafanikio ya mageuzi ya sekta hiyo. Ni furaha kama mlivyoona upande wa sekta, ndio maana haijawahi kutokea katika siku za hivi karibuni kupata viongozi hawa wawili kwa pamoja kwa kuzingatia majukumu yao. Na hii ni uthibitisho halisi kwamba sekta hii ni nyeti, lakini tuna mawaziri ambao wanathamini kazi wanayoifanya. Profesa Shemdoe alisema hatakuja kwa sababu ya majukumu yake, lakini kwa sababu ya umuhimu wa tukio hili la leo, Profesa Shemdoe amefika, na kwa kweli tunakushukuru sana Profesa. Hii inaashiria kwamba sekta itafanya vizuri endapo tutashikana mikono. Tutaongea neno moja, tutania mamoja na tutatenda kwa pamoja. Kwa hiyo tumeona uthibitisho kupitia kwa viongozi wetu hawa wawili. Sisi tutashindwa wapi? Kwa viongozi wenzangu, naongea pamoja na walimu kwa sababu nyinyi ni viongozi pia. Hiki ni kithibitisho ya kile ambacho tunapaswa kufanya sisi kama watendaji tulio chini ya viongozi hawa. Mawaziri, ninawashukuru sana. Mmetubeba hata sisi watendaji. Tumeonekana tuko juu kwa sababu ya uongozi wenu. Tunawashukuru sana mawaziri. Sitaki kuharibu mchuzi, nikatia chumvi, nikaweka iriki. Viongozi wangu wameshaongea, wameshawapa mawaidha, lakini tunaamini mtakaporudi tutaona mabadiliko makubwa sana katika namna ya ufundishaji, katika namna ya kuhamasisha mafunzo ya amali. One of the challenge which we are seeing kwenye mafunzo ya amali, bado kuna kale ka thinking kazamani kwamba amali sio muhimu, lakini ninajua amali ndio namba moja sasa hivi na una muhimu wa pekee katika uchumi na katika maisha ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ninaamini walimu wenzangu, viongozi wenzangu, tutakwenda kuwa ni viongozi halisi katika eneo hili na kuthibitisha kwa uhalisia ile slogan tunayosema elimu na ujuzi mzima. Elimu au kwa sababu sina sauti. Elimu na ujuzi ndio mpango mzima. Nami nawatakia kila laheri katika masomo yenu na Mungu awabariki. Naye kamishna wa elimu Daktari Liabwene Mtahabwa anasema mafunzo haya ni sehemu ya mkakati wa taifa wa kuandaa walimu wenye ujuzi wa kisasa, lengo likiwa ni kuifanya elimu ya ufundi kuwa chachu ya ubunifu, teknolojia na ajira kwa vijana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kutekeleza mageuzi ya sekta ya elimu kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambayo imeweka msisitizo mkubwa katika utoaji wa elimu inayowajengea walimu umahiri katika utendaji kwa kutumia maarifa yanayoakisi mahitaji ya nchi, kikanda na kimataifa, huku wakiheshimu maadili ya Kitanzania. Katika mageuzi hayo, ni muhimu kutambua kwamba elimu ni mwalimu. Bila mwalimu hakuna elimu. Aidha, mwalimu wa kweli ni yule anayejitambua kwamba hajakamilika bado na hivyo anahitaji kujifunza katika maisha yake yote. Tukio hili la kuwaaga walimu wa masomo ya amali kwenda India kujifunza kuhusu taaluma yao ni ushahidi kuhusu ukweli huo. Kujifunza hakukomi. Katika mafunzo ya awamu ya kwanza yanahusisha walimu 150
wanaofundisha masomo ya amali ya kihandisi na wameteuliwa kwa kuzingatia kigezo hicho kwamba ni walimu wanaofundisha masomo ya amali za kihandisi. Wametoka mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Taasisi zitakazotoa mafunzo zimechaguliwa kwa kuzingatia ubora wa kimataifa, miundombinu ya kisasa na ushirikiano kati yake na viwanda, ikiwa ni pamoja na kutembelea shule za sekondari za amali ili kujifunza kuona kwa uhalisia ufundishaji na ujifunzaji wa masomo ya amali unafanikaje kwa ufanisi nchini India. Lakini walimu wenyewe wanasemaje kuhusu fursa hii ya kipekee? Mafunzo haya ya amali tunaenda kuyaongeza huko nchini India. Yatasaidia kiasi kikubwa kuweza kuongezea wanafunzi wetu ujuzi mpya ambao tulikuwa tunao, lakini tutafanya kuboresha ili kuweza kupata matokeo mazuri zaidi, kwa sababu mafunzo haya tutakapo ya integrate kwa wanafunzi hawa watakapomaliza kupata teknolojia mpya, itasaidia pia kutatua tatizo la ajira ambalo ndo lengo kuu la serikali. Vijana hawa wataweza kujiajiri vizuri bila kutegemea ajira kutoka serikalini. Tunaamini katika uwezo ambao tulionao, na pia tunaamini tutakwenda kutumia nguvu zetu zote na akili zetu zote kuweza kupata maarifa mapya ambayo yataje kusaidia taifa letu kwa maendeleo ya kizazi hichi na kizazi kijacho na kwa mapinduzi ya viwanda. Tunaishukuru sana serikali kwa kuliona hili, kwa sababu lilikuwa ni changamoto kubwa hasa kwa sisi walimu, kwa sababu tunafundisha kitu ambacho kuna muda tunachokiimplementi sicho kinachotakiwa kuimplementiwa. Kwa hiyo tunaenda kujifunza hizo mbinu ili tunachoimplementi kiwe lili na kile tunachotakiwa kukitoa kwa wakati huo, kwamba itawasaidia pia wanapokuwa wamemaliza, hata wakitaka kujiajiri wenyewe waweze kujiajiri, kwamba kinachokuwa kinatafutwa wakati wanajiajiri is only fund, kwa sababu ujuzi anao. Kwa akipata fund, akipata support, anaweza akafanya chochote na kikamsaidia maishani mwake. Tunaishukuru sana serikali, tunamshukuru Rais wetu Samia Suluhu kwa kuliona hili na ameliona kwa ukubwa sana. Kwanza kabisa Wizara ya Elimu naishukuru sana, imetuandalia kwa kupitia ile training ambayo tumeipata kabla ya kwenda India kwenye mafunzo rasmi. Tunahisi tutaenda kupata manufaa zaidi na knowledge nzuri zaidi ambayo tutairudisha pamoja na yale manufaa tutairudisha hapa nchini kwetu kwa ajili ya kuja kuelimisha jamii na watoto wa Tanzania, hasa kwenye upande wa elimu ya amali. Kwa hiyo Wizara ya Elimu chini ya Mheshimiwa Adolf Mkenda tunashukuru sana kwa hii hatua nzuri ambayo ameamua kuifanya, ambayo itaonekana kuwa na manufaa mapana katika taifa letu. Niweze kuwaahidi tu kwamba mmetutuma, tutaiwakilisha vyema Tanzania na tutaleta mabadiliko nchini kwetu. Tunawaahidi hilo na tutaitekeleza. Lakini la mwisho, nipende kutoa hamasa kwa wanawake wenzangu. Mimi ni injinia wa kike, lakini masomo haya jinsia ya kike wamekuwa wakiyaogopa sana. Mimi nipende kuhamasisha kwamba tujitokeze, hizi fani ni nzuri, lakini pia kuna fursa huko mbele. Hii itaweza kutusaidia hata sisi wanawake kuachana na mambo ya kutegemea. Tutaweza kujiajiri, lakini pia tutaweza kuwa chachu kwa taifa, lakini pia kuwa mfano mzuri hata kimataifa. Haya yatakuwa ni mageuzi kweli kweli, mageuzi makubwa ambayo tunakwenda kuyafanya baada ya kupata mafunzo haya, ambayo yatakwenda kuleta chachu na kuinua viwango vya elimu pamoja na kuondoa kongwa la utegemezi katika ajira katika nchi yetu. Hakika Tanzania itakwenda kuinuka na kubadilika. Vizazi na vizazi vitakuwa vikikumbuka elimu hii. Vizazi na vizazi vitakuwa vikiendelea kuiishi pamoja na kuihusudu elimu ya amali katika nchi yetu. Mimi ni mmojawapo niliyepata fursa hii ya kwenda masomo ya amali nchini India ili kujifunza, kupata uzoefu, kujua wenzetu wanafanyaje ili sisi tuweze kubeba kutokana na sera ya elimu iliyoanza kuja nayo huku Tanzania na kujua na kuweza kuwa manage watoto wetu. Kupitia hilo tutaenda kutumia hiyo fursa na tutarudi na
vile vitu ambavyo ni tumevipata kutoka huko kwa ajili ya kuja hapa Tanzania na kuwaelimisha wanafunzi wetu, watoto wetu pia, wadogo zetu pia. Matarajio yetu makubwa ni kujifunza kile ambacho wenzetu wanafanya. Ni kuona jinsi gani wenzetu wamefanikiwa katika elimu ujuzi, ili mwisho wa siku tuweze kuleta ujuzi huo katika shule zetu za Kitanzania na nchi yetu kwa ujumla iondokane na changamoto ya ajira, kwa sababu wanafunzi watakapomaliza shule watakuwa na ujuzi wa kivitendo zaidi. Lakini pia mwisho niweze kushukuru nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia chini ya Profesa Adolf Mkenda pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia usimamizi wa Profesa Shemdoe kwa kutusaidia kufika katika programu hii ya training ya muda mfupi nchini India. Mkirudi hapa, rudini na chachu. Shule yako ya ufundi, rudi useme hiki mbona sisi hatuna hiki, mbona hatuna hiki, mbona hatuna hiki. Bisha hodi kwa dedi, kwa afisa elimu, andika taarifa, tusumbue, tuhangaishe kwamba na kamishina anaenda na kamishina arudi naye atuambie tunafanya nini kuhakikisha kwamba matumaini ya Tanzania yanakuwa kweli mafanikio, maono ya rais wetu yanakuwa kweli matokeo ambayo Watanzania wanayatarajia, ambayo rais wetu anayatarajia. Ndio maana safari hii nyinyi mkifanya vizuri mtavuta na wengine na wengine. Amali, ufundi, lakini tuna vocational training, agriculture, kilimo, ufugaji, uvuvi, ushoni na maeneo mengine kama hayo. Muende salama. Zingatieni kila neno alilosema Mheshimiwa Riziki Profesa wetu Shemdoe. Mkifanya vile, mtakaporudi hapa tunajua tutakuwa tumechuma, maisha yatasonga mbele vizuri, mageuzi yataendelea kusonga mbele kwa kasi inayohitajika. Mpango huu unaashiria dira mpya ya Tanzania katika kujenga nguvu kazi yenye ujuzi, maarifa na ushindani wa kimataifa. Kupitia elimu amali, taifa linaendelea kufungua milango ya ajira na ubunifu kwa kizazi cha sasa na kijacho. Elimu amali ndio mpango mzima. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelee.